iliyofichwa. Ni kama tu nyama ambazo zimetolewa kwa lakini kwenye karamu, lakini zimeachwa nyama zile nzuri ndani ya friji maalum kwa wageni maalum. Sasa iko baadhi ya mana iliyofichwa ambayo hiyo imehifadhiwa kwa ajili tu ya walioalikwa katika karamu ya harusi ya mwana kondoo. Na kualikwa ni kitu kimoja, lakini kuingia katika harusi hiyo ni kitu kingine. Wengi wetu huwa tunafahamu kwamba huwa tunaweza kutoa kadi kwa watu wengi za mialiko, tukawaambia waje kwenye harusi, waje kwenye karamu fulani ambayo tunaiandaa, waje kwenye sherehe fulani. Lakini je, wale wote walioalikwa ni rahisi kuja wote? Ni rahisi kuja wote? Utagundua wengi ulioalika, huyu hayuko, yule hayuko, huyu hayuko, yule hayuko. Sasa maandiko yanasema heri walioalikwa. Sisi tunapokuwa tumeokolewa ni heri kwetu kwamba tumealikwa, lakini tukumbuke huu ni mwaliko tu, na ni juu yetu kuwa makini sana kwamba sasa tuwe katika usafi na utakatifu mpaka mwisho, ili yamkini wakati ule wa parapanda atakapolia tuwe na mafuta katika taa zetu. Tusio kama wale wanawali 5 wapumbavu ambao walifanya uzembe, na wakati ulipofika sasa wakawa hawana mafuta katika taa zao. Sisi nasi pamoja na kuwa tumealikwa, lazima tuhakikishe tuna mafuta katika taa zetu, maana yake tunaendelea kuwa na roho wa Mungu katika maisha yetu, na tunda la roho linadhihirika katika maisha yetu mpaka mwisho, ili sasa tuweze kuingia katika harusi hii. Maana wako walioalikwa ambao hawataonekana katika harusi hii. Yeyote yule ambaye hajatubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha na kuokolewa, yeye hajaalikwa katika karamu hii. Ni Mkristo tu wa jina, ni anakwenda tu kanisani, haijalishi hata kama anaimba kwaya, hata kama ni anaitwa mchungaji, anaitwa askofu, anaitwa kardinali, anaitwa papa, kama hajatubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha na kuokolewa, hayuko miongoni mwa waalikwa. Anaweza kualikwa katika sherehe za kidunia hii, lakini hajaalikwa katika harusi ya mwana kondoo. Na hatuna budi kwa msingi huo kuhakikisha tunatubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha kabisa na kuokolewa, ili tuwe na hakika ya mwaliko huu. Na baada ya kupata mwaliko huu sasa tukazane, tuvipige vita vizuri vya imani tupate kuilinda hata katika kipindi kama hiki cha kila namna majaribu mengi, na tupate kuishindania imani iliyokabidhiwa takatifu mara moja tu, ili yamkini tuweze kuwa miongoni mwa washindao. Kama ungekuwa kuna majaribu na kila namna ya ushindani, wasingetaja washindao, lakini wanataja washindao kwa sababu tutapita katika kila namna ya ushindani katika wokovu wetu, ili kutupima kama tutashinda mpaka mwisho. Tusijali yale yanayotupata sasa wala atakayotupata mbeleni, lakini tuvipige vita vizuri vya imani hata tuwe miongoni mwa wale watakaokuwa katika harusi hii hatimaye. Na akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu, na mimi nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Huyo sasa anataka kuanguka mbele ya malaika, na mimi nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Mtu mwenye ushuhuda wa Yesu ni mtu ambaye anaishi kama Kristo, ni mtu ambaye anaishi kama neno la Kristo lisemavyo. Inasema malaika anasema mimi ni mjoli wako. Neno mjoli maana yake mtumwa mwenzio. Mimi ni mtumwa mwenzio tu, na ni mtumwa pamoja na wengine wote wenye ushuhuda wa Yesu, waliookolewa na wenye ushuhuda. Haitoshi tu kusema tumeokoka, haitoshi tu kusema Bwana asifiwe. Lazima maisha yetu yawe na ushuhuda wa Yesu. Ni wale tu wenye ushuhuda wa Yesu ambao sasa wana ushirika pamoja na malaika, na ndio ambao watakuwa katika harusi ya mwana kondoo. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Tuseme wote, kwa maana ushuhuda wa Yesu
ndiyo roho ya unabii. Ndiyo, hapa kuna mwingine tunaoupata. Tusidanganyike wala kuchukuliwa na upesi na watu ambao wanapiga makelele. Bwana wa majeshi asema kwa ngurumo. Lazima tuangalie kwanza maisha yao. Je, wana ushuhuda wa Yesu? Roho ya unabii lazima iambatane na ushuhuda wa Yesu. Hakuna yeyote ambaye anaweza kuja kusema, anaweza kudai kwamba anatoa unabii, anatuambia juu ya unabii. Mungu amempa neno, Mungu amemwambia. Wako watu wengi nyakati hizi tulizonazo, kila ukikutana naye, Mungu ameniambia, Mungu ameniambia, Mungu amesema nami, Mungu amesema nami. Kabla ya Mungu kusema nawe juu ya jambo lolote, atasema nawe juu ya kuishi katika utakatifu. Roho ya unabii lazima iambatane na ushuhuda wa Yesu. Lazima tuangalie maisha ya watu hawa. Pale tunapokuta mtu huyu anaishi maisha ya uchafu, maisha ya uasherati, hata kama anaunguruma na kuleta vishindo, tupuzie mbali upumbavu huo katika jina la Yesu. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli. Yesu Kristo ndio huyo mwaminifu. Alikuwa mwaminifu hata kufa, hata pale msalabani, hata pale alipokejeliwa, alidharau aibu yote, akaendelea kuwa mwaminifu, kutekeleza mpango wa Mungu mpaka mwisho. Na sisi maandiko yanasema tuwe waaminifu mpaka kufa, na tutaambatana na huyu mwaminifu wakati atakapokuja tena duniani. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli. Maneno yake Yesu Kristo ni ya kweli. Yohana 17:17, neno lako ndiyo kweli. Yeye pia Yesu Kristo anaitwa kweli, ni wa kweli. Wengine wote si wa kweli. Wa kweli ni mmoja tu, huyo ndiye ambaye tunatakiwa kumfuata. Wa kweli ni Yesu Kristo pekee, sio Buddha, sio Muhammad, sio yeyote. Wa kweli ni mmoja tu, Yesu Kristo. Yeyote yule ambaye hakubali katika hili atajua hatimaye kumbe kweli ilikuwa moja tu. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake ilikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, na ana jina liloandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Vilemba hapa vinazungumzia mamlaka. Mamlaka ya kila namna ilikuwa juu yake. Mamlaka yote yako juu ya Kristo Yesu. Amepewa mamlaka na kila namna ya usultani, na kila namna ya ufalme, na kila namna ya mamlaka yote. Mamlaka zote ziko chini ya yeye aliye juu ya mamlaka yote, Yesu Kristo. Na amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa neno la Mungu. Yesu anaitwa neno la Mungu. Na mtu akisema ninamjua Yesu wakati hataki kulijua neno la Mungu, hamjamjua Yesu. Mtu akisema Yesu anakaa ndani yake wakati neno la Mungu aliko ndani yake, hajui kwamba Yesu ndio neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Baada kunyakuliwa sasa, wakati kunyakuliwa kwa kanisa, Yesu Kristo hataonekana hapa duniani, lakini itakuwa parapanda, itakuwa imelia, na wale walioalikwa ambao wamekaa katika usafi mpaka mwisho wataisikia sauti, watanyakuliwa na kwenda kumlaki juu mawinguni. Na sasa baada ya miaka 7 ya harusi hiyo, ya karamu ya harusi mwana kondoo, wanarudi na Yesu sasa. Yesu wakati wa kupaa, alipaa kutokea katika mlima Mizeituni, ndipo pale alipoagana pamoja na wanafunzi wake. Wakati wa kuja sasa, atakuja tena na kukanyaga hapo hapo katika mlima wa Mizeituni. Lakini safari hii sasa atakuja pamoja na watakatifu wale aliyowanyakua wakati wa kunyakuliwa wa kanisa. Katika Zekaria sura ile katika Zekaria sura ile ya 14 tunaona juu ya kuja kwa Yesu Kristo sasa mara ya pili duniani, ndiko kunakotajwa, ambako ni tofauti na kunyakuliwa kwa kanisa. Zekaria 14 mstari ule wa 3 kuendelea.
Hapa ndipo atakapotokea Bwana, naye atapigana na mataifa hayo kama vile alipopigana zamani siku ya vita. Na siku ya miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki. Na mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake. Upande wa mashariki na upande wa magharibi litakuwa kwa bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini. Hapa inazungumzia sasa jinsi atakavyokuja kwa utukufu mkubwa sana na kukanyaga mlima wa Mizeituni. Atakuwa amepanda farasi mweupe, na wote waliookolewa, walionyakuliwa wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, kila mmoja na farasi wake mweupe. Wewe uliyookolewa, yuko farasi wako mweupe anayekusubiri. Mimi sijui kuendesha farasi, utajua automatic. Wewe umevaa mavazi mazuri, kitani nzuri nyeupe, na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, amepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe. Yesu anatuongoza akiwa amepanda farasi mweupe, na sisi kila mmoja wetu ana farasi mweupe. Tunapanda mawinguni, tunashuka kwenye mlima Mizeituni. Na upanga mkali utoka kijani mwake ili wapige mataifa kwa huo, na atawachunga kwa fimbo ya chuma, na anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira Mungu Mwenyezi. Na ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Sasa tunakuja, tukifika pale kama tulivyotangulia kuzungumza kule juu, kutakuwa na vita vya Armageddon. Watu wote watakuwepo, idadi kubwa ya watu wanaokaribia 300,000 ambao tuliona habari zao huko nyuma, ambao wameandaliwa kwa ajili ya vita vya Armageddon unaofanyika mahali pale ambapo pataitwa bonde la Megido. Ndio ile bonde zito ambalo linatajwa hapo. Na hapa sasa wanataka eti wamekusanywa nguvu zake za mwisho hapa za mpinga Kristo, zimekusanywa eti kupingana na Kristo na watakatifu wake. Kupigana na Kristo na watakatifu wake, tunajua matokeo yake. Mstari wa 17 hapa mpaka mstari wa 18, malaika akasimama akatangaza, akawatangazia ndege wote waje kula nyama wa wafalme na nyama ya majemadari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na watu ya wapandao na nyama ya watu wote waungwana, kwa watumwa wadogo wakubwa, wale wote wanaokuja kushindana na Kristo. Ndege mje, tai mje tayari kula nyama. Kule Mashariki ya Kati mpaka sasa hivi tunavyozungumza, tai wasiokuwa wa kawaida wamekwisha anza kuonekana huko, ambao wana midomo isiyokuwa kawaida, wenye uwezo wa kula nyama kwa wepesi kuliko tai ambao wamejulikana katika siku za nyuma. Hawa tayari wanaandaliwa kwa ajili ya karamu hii, ambapo hawa mamilioni watakapokuwa wanashindana na Kristo pamoja na utakatifu wake. Sasa upanga mkali utatoka katika kinywa cha Yesu, atawapiga mara moja, ghafla wataanguka wote wakiwa wamekufa, na hawa tai wasiokuwa kawaida wataanza kula nyama zao. Na baada wakati wanakula nyama zao, mstari wa 19 kuendelea, kisha nikamwona huyo mnyama, ndio mpinga Kristo na wafalme wa nchi hao, tumeshaona juu ya vita yao. Sasa mstari wa 19, sasa mstari wa 20, yule mnyama, yani mpinga Kristo, akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yale zifanya hizo ishara mbele yake. Wakafanyaje sasa mwishoni hapo? Hao wawili wakatupwa ngali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Mpinga Kristo na nabii wa uongo ndio watakuwa wa kwanza kutupwa katika ziwa la moto. Ziwa la moto ni tofauti na jehanamu ya moto. Tutaona kwa ndani wake katika sura 20 juu ya ziwa la moto. Na wa kwanza atakaingia katika ziwa la moto atakuwa ni mpinga Kristo, alafu nabii wa uongo, ambao wanakamatwa hapa na kutupwa ngali hai. Na hatimaye sura 20 tutaona naye hatimaye shetani naye atakamatwa na kutupwa katika ziwa la moto akiwa watatu. Na ndipo wale waliotoka jehanamu ya moto watapita kwanza kwenye kiti cheupe kikubwa cha hukumu, na ndipo mmoja mmoja atakamatwa naye kutupwa huko, kama tukavyoona katika sura ya 20. Wakati wamekamatwa na kutupwa kwenye ziwa la moto, hao wengine wote wameuawa na ndege wanashiba nyama zao. Sasa muda mfupi kuanzia hapo ndipo tunaanza kutawala pamoja na Yesu Kristo, utawala wa miaka 1000 duniani. Tutatawala pamoja na Yesu. Tusimame mbele za Bwana. Tutatawala na Yesu, tutatawala na Yesu, tutatawala, tawala. Oh, tutatawala
Tawala, tutatawala. Kule tutatawala. Tutatawala miaka 1000. Tutatawala na Yesu tutatawala. Oh, tutatawala. Tawala, tawala, tawala. Oh, tutatawala na Yesu tutatawala tukishinda. Tutatawala Yesu tutatawala, tutatawala. Kaka dada tutatawala. Oh, tutatawala pamoja na Yesu. Tutatawala na Yesu tutatawala. Kule tutatawala. Tawala, tutatawala. Oh, tutatawala. 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 Oh, makofi zaidi kwa huyo Bwana Yesu. Tutatawala. Yeye aliye mwaminifu na wa kweli. Tutatawala, tutatawala. Oh, tutatawala. Oh, tutatawala. Oh, tutatawala. Amen. Hebu saizi futilie mbali yale yanayokupata saizi, kwamba huna kazi, kwamba huna pesa, kwamba sijui mumeo wanakunyanyasa, ndugu zako wanakunyanyasa, kwamba kuna magumu na mazito unayopata katika magonjwa katika mwili yako, katika mwili wako. Oh, siku inakuja ambapo atakuwa amepanda farasi mweupe, na yeye mwaminifu na wa kweli atakuwa amepanda farasi mweupe mbele, halafu tutakuwa tunakatisha tutakuwa tunakatisha katikati ya anga kuja kutawala pamoja na Yesu. Ndio maana hatupasi kuangalia yale yanayotupata sasa, tuangalie yale yaliyo juu, maana tunakwenda kutawala. Oh, wewe ulioalikwa, kama utakuwa mwaminifu mpaka mwisho, oh, wewe ni mtawala. Nasema wewe ni mtawala. Wewe ni mtawala. Yeye anayekudharau leo, anayekuona umechanganyikiwa, itadhihirika kwamba yeye ndiye aliyekuwa amechanganyikiwa. Changamka mtawala. Changamka mtawala. Oh, tutatawala pamoja na Bwana. Tutatawala na Yesu, tutatawala. Tutatawala na Yesu, tutatawala, tutatawala. Oh, tutatawala. Sahau huzuni zako, tutatawala. Sahau mateso yako, changamka, tutatawala. Kwa shangwe tutatawala. Oh, tutatawala. Oh, tutatawala. Amen. Kama bado wewe unajifahamu ni mwenye dhambi, una uwezo wa kushinda dhambi, ujue hujaalikwa katika ile harusi. Kwa nini usije leo ukatubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha, ili wewe nawe upate mwaliko? Ni rahisi kujifahamu kama unakwenda mbinguni au la. Je, una uwezo wa kushinda dhambi? Yeye aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Je, una uwezo wa kuushinda ulimwengu na tamaa zake na nasa zake? Kama huna uwezo huo, ina maana huna mwaliko. Unaweza kutubu dhambi zako sasa hivi kwa kumaanisha kuziacha, na tukiomba pamoja nawe leo, uwezo wa kushinda dhambi utakuja kwako, na utaona una uwezo wa kuushinda ulimwengu na tamaa zake na anasa zake, na hivyo utakuwa na hakika ya kupata mwaliko wa kuhudhuria katika ile karamu ya harusi ya mwana kondoo. Pale ambapo wewe mwenyewe unajifahamu kwamba ni kweli umeokolewa, umealikwa, lakini bado huna ushuhuda wa Yesu, unahitaji kuja vile vile mbele za Bwana hapa jioni leo juu ya madhabahu yake, na kumwomba Bwana akusaidie uweze kuishi maisha yenye ushuhuda, uweze kuishi maisha yenye ushuhuda, uwe na ushuhuda. Wako watu wengine wanasema wameokolewa lakini hawana ushuhuda. Hawana ushuhuda kwa majirani,
hawana ushuhuda katika ofisi zao, hawana ushuhuda katika sehemu yao ya biashara. Hata ukienda kuambia pale namtafuta mtu fulani ameokoka, wanasema fulani ndio ameokoka huyo, mbona yuko hivi, mbona yuko vile, anapigana na mke wake, mbona yuko hivi. Hakuna ushuhuda. Kama huna ushuhuda wa Yesu, fahamu hutakuwa na ushirika pamoja na malaika. Wewe mwenyewe unahitaji kuja mbele za Bwana na kumwambia Bwana, kweli umeniokoa, mbona sina ushuhuda? Bwana, nahitaji kuwa na ushuhuda katika maisha yangu. Nahitaji kuwa na ushuhuda wa Yesu ili nitawale pamoja na Yesu Kristo.